kusikia kutoka kwako. Mwalimu akisema tutakaa na uongozi, tuone malengo yake na ya uongozi kama nane viko sawa, safari iendelee. Maanake hapa mwalimu pia anamaanisha kwamba anaweza asiendelee na timu kama kuna kitu ambacho kitoka kinakinzana na yeye anachokifikiria. Ama umeelewa vipi kauli? Kwa sababu tutajaribu ku break down kauli ya mwalimu wa Simba kwenye kile alichokizungumza baada ya msimu kumalizika na kupoteza mechi dhidi ya Young Africans. Katumia muda mchache sana kuzungumza, lakini amezungumza baadhi ya vitu vingi vya msingi. Na moja kati ya kitu ambacho nimekichukua ni kazungumzia issue ya namna gani ambavyo mazingira ya nje ya uwanja yanaweza kuleta athari ya moja kwa moja utendaji kazi ndani ya uwanja, na hajafafanua kiundani, lakini kuna vitu tu sisi kama wachambuzi ama wadau wa soka tunaweza tukajaribu kutolea maoni kwenye hiyo kauli hiyo aliyoamini Fadlu aliyoiongea. Moja kati ya kitu ambacho nimekifikiria, unajua kwenye mazingira nje ya uwanja watu wengi wanaweza wakaenda kwenye labda issue za maslahi kwa wachezaji, support kutoka kwa viongozi, lakini tusahau pia hata miundombinu ni mazingira ambayo ni nje ya uwanja. Yani kuwa na miundombinu bora ya kufanyia kazi wakati mwingine inarahisisha utendaji kazi wa baadhi ya wafanyakazi, makocha, wachezaji, kuangalia namna gani ambavyo wanaweza kuandaa shughuli zao ama maandalizi yao kuelekea kwenye mechi za kimashindano. Lakini kitu kingine, wenzangu wamezungumzia issue za mishahara Juma. Na nimeona hata wadau pia wanatolea ufafanuzi issue za wanatoa maoni kuhusu maslahi kwa wachezaji. Unajua kisheria na kitaaluma, mfanyakazi unapaswa kutekeleza wajibu wako ofisini kwako. Haijalishi umepewa fedha zako ama hujalipo hizo fedha kwa maana mishahara. Lakini tukija tu kwenye issue za kibinadamu na issue za saikolojia, malipo kwa wakati ni kitu muhimu zaidi, kwa sababu ukiangalia wachezaji Juma, football ndo kazi yao. Ndio sisi tunawatambua kupitia hiyo ajira yao, kucheza mpira wa miguu, na wanategemea kupata kipato kwa ajili ya kurun activities zao tofauti tofauti kwenye maisha yao kila siku. Ndio au ni watu ambao baadhi yao wametoka nchi mbali na Tanzania ama nchi jirani na Tanzania. Kuna wachezaji wazao, wana familia, wana miradi wanaisimamia, kwa hiyo wanahitaji fedha kwa namna moja ama nyingine. Unajua inaweza kuathiri kwa kwenye eneo moja. Mchezaji anaweza akakubali kwenda kiwanjani, lakini unakuta kichwani kwake ana msongamano wa mawazo kutokana na shida mbalimbali za kifamilia ambazo zinamsumbua, na maybe anahitaji fedha tu kwa ajili ya kuzitatua, kwa sababu labda fedha haijafika kwa wakati. Unakuta mchezaji anashindwa kutatua changamoto. Kwa hiyo muendelezo wa yale majanga yanayotokea ndani ya familia yake yanaweza kaathiri utendaji wa kazi kiwanjani. Tumekuwa tukishuhudia wachezaji mbalimbali wanazipa sana vipaumbele familia zao. Kuna baadhi ya wachezaji labda kiza tushayasikia issue kuongeza mkataba mpya kwenye club ama kwa mia club fulani, anakuambia subiri nikafanye majadiliano na familia yangu. Watu wanaona ni sehemu sahihi zaidi ya wao kuishi. Kwa hiyo nafikiri kuna sehemu pia, kama kuna sehemu pia kurekebisha kama kuna hizo changamoto. Lakini kitu kingine ambacho Fadlu amezungumzia ni kwenye pointi ya msingi ambayo ndio inaamua matokeo moja kwa moja ndani ya uwanja. Amezungumzia issue ya ubora wa wachezaji kumudu michezo mikubwa. Na kwangu mimi ni muongezee, sio michezo mikubwa tu, ubora wa wachezaji kuwa na uwezo wa kushinda mechi nyingi mfululizo. Na kila mechi ni muhimu kama unahitaji ubingwa. Unaweza ukashinda mechi kubwa na ukapoteza mechi ndogo. Kwa hiyo nini kinahitajika ni kujaribu kushinda michezo ya kila aina ambayo unakutana nayo kwenye mashindano. Amezungumzia hapa kikubwa, anazungumzia quality Juma. Quality haiji hivi. Unatakiwa kuweka fedha. Na upasi kuwa mjanja sokoni. Kwa sababu kitu kizuri Juma uwezi kukipata kwa bei rahisi tu, na ukipata basi ujue una bahati. Lakini ukiangalia wachezaji wengi waliopo Young Africans, kiukweli tu wazi tu, wana wachezaji ambao wana ubora. Mwingine atakuja kukwambia kwa nini mnasema wachezaji wa Yanga wana ubora na walishindwa kufanya vizuri kwenye michuano ya kimataifa. Sometimes kwenye kalenda ya mashindano kuna vitu quality pekee yake waga nasema hapo. Quality pekee yake haikupi titles, haikupi mataji, haikupi ushindi wa mechi. Ubora unahitaji vitu vingi ndani yake ili kuhakikisha timu inapata mafanikio. Alafu pia samahani kidogo nimekuingilia. Pia kingine kwa kuna ni point yako hapo.
unajua ile ilikuwa ni tournament, alafu ligi ni long marathon. Yani kwenye ligi unaweza ukakwama mara ya kwanza, kukwama mara ya pili, lakini still ukaibuka tena ukarudi kwenye mazingira yale yale ya kiushindani. Tofauti na ile ilikuwa inahitajika point moja tu wao waende sehemu nyingine. Na wakati mwingine unaweza ukawa kwenye ubora wa hali ya juu kwenye hizo tournament and then ukafanya mistake, yani mistake moja tu ikakugharimu kwenye mashindano na ukaondoka lakini huku unaweza mkakaa mkasema okay guys, na tukarekebisha hapa tukarudi kwenye rhythm yetu. Lakini kitu kingine ambacho nakiona, mimi sioni haja ya kuendelea kutengeneza mijadala mingi kwa nini Simba hajawa bingwa. Na nielewa Juma, kwa sababu nilisema hata jana, kipindi ambacho watu wengi wanakoseaga ni kipindi ambacho kuna matatizo kwenye taasisi, kwenye familia. Watu wengi waga wanakosa utulivu Kiza. Yani wanaanza kujadili wapi tumefeli na wanasahau kuangalia okay, msimu huu tumefeli kuchukua ubingwa, lakini kuna vitu chanya tumefanya, ambapo ndio hicho ambacho kwa nazungumza Falu maybe. Kuna vitu chanya tumefanya. Tunaanza kwenye vitu chanya kuviongezea nguvu and then tunakuja kuboresha kwenye changamoto, kwa sababu ukivichukulia poa hata vile vitu chanya ulivyovifanya, mwisho wa siku vinaweza vikaegemea upande wa pili pia vikawa tena ni vitu hasi kuelekea kwenye msimu ujao. Maybe nilikuwa naangalia takwimu za msimu uliopita Juma, za Simba Sports kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara. Ndio. Walifunga magoli takribani 59 na waliruhusu magoli 25 msimu uliopita. Msimu achana na msimu ambao umeisha hapa. Achana, amini msimu 23-24. Na msimu 24-25 Simba mfunga magoli 69 na wamefungwa magoli 13. Unanielewa? Na msimu wa 23-24 Simba ruhusu goli 25. Ukikompea na msimu 22-23 ambao ruhusu magoli 17, lakini walifunga magoli 70 plus. Kwa unagundua grafu yao ya msimu 23-24 ilishuka. Lakini kuja 24-25 kuna sehemu grafu imefanyaje? Imepanda. Kwa hiyo lazima mkae chini muangalie tumefanikiwa vipi kuisogeza hii graph, kwa sababu hata kufikia ubingwa ni lazima uwe una achieve alama za msimu uliopita. Yani kama msimu unamaliza na alama 70, make sure msimu ujao unatafuta alama 80. Mwisho wa siku tutatai kwenye zile alama ambazo zinakupa ubingwa. Kwa hiyo tusilalie kwenye matatizo tu muda wote. Kuna vitu vizuri ambavyo pia vimefanyika, lakini rai yangu mimi kwa viongozi wa Simba au kwa kina nani? Yes, kwa viongozi wa Simba. Nilikuwa namsikia Sharafu anazungumza mwanzoni kwamba timu haijengwi kwa kuondosha kundi kubwa la wachezaji. Yes, iko sahihi kwa asilimia kubwa sana. Lakini mimi nawaambiaga watu kwamba kwangu mimi issue sio kumuondoa mchezaji kwenye timu. Nani anakuja? Sio, unanielewa? Inawezekana unamuondoa Ateba, lakini nani anakuja kuchukua nafasi ya Ateba na atakuja kufanya kitu gani? Lakini unapomuondoa mchezaji ambaye anakupa goli 13, unakuja kuleta mchezaji ambaye anakupa goli 9, msimu ukisha tutakuhoji wao ulimuondoa Ateba. Unanielewa? Na hii inahitaji kuwa na usahihi mzuri sokoni. Na mara nyingi pia waga nasisitiza kwamba upasi tu kusajili mchezaji bora peke yake. Unatakiwa kuleta mchezaji bora ambaye ni sahihi kwa ajili ya timu yako, kwa sababu sio kila mchezaji bora ataperform kwenye timu yako. Unawezekana umemchukua mchezaji Ivory Coast, alikuwa ni top player, lakini mazingira aliyomfanya kushine kule ni tofauti na mazingira ambayo atayakuta Simba Sports. Kwa wakati mwingine viongozi wasio havivu kwenye kufanya scouting za wachezaji. Yes, mimi nasikiaga watu wanakuambia nchi hamna masuala ya scouting, hamna masuala kufanya 1 2 3 kwa ajili ya kufanya research za wachezaji. Ndio kuna muda wanapatia, lakini ni njia sahihi ya kupita? Sio njia sahihi ya kupita. Kuna kipindi watakuwa na wrong katika kila sajili. Kwa nini tunapaswa kufanya ni kubadili mwelekeo, tuje kwenye njia njia rasmi, tufuate utaratibu maalum kwamba ili kupata mchezaji mzuri unatakiwa kufanya 1 2 3. Yes, anaweza kaja perform, lakini wewe ulifuata misingi ya usajili. Unanielewa? Misingi itakupa solution ya muda mrefu. Na hicho ni kitu ambacho nakiona Simba pia kipo. No, hapana. Hakipo brother. Tangu lini? Mimi nimefuatilia Simba, of course mimi binafsi. Kwa sera ya usajili wa Simba haiko sawa sawa. Kwa sababu sera ya usajili wao haipo sawa sawa, kwa sababu kila kiongozi ana uhuru wa kusuggest ni aina gani ya mchezaji anastahili kuja pale. Sasa hapo Rich ameleta mjadala mzuri, na jana pia hata Hansa alikuwa anazungumzia Mzee Mgalilaya pia kwamba wale wanaosajili
yani wanasajili miaka yote hiyo lakini wanafeli. Kwa maana yake kwamba kila msimu kuna wachezaji wanaleta asilimia kubwa wachezaji wanafeli. Na kitu kingine ni kwamba ili kupata system nzuri ya uongozi sio tu lazima uende kubadilisha watu, unaweza kubadilisha sera ya uongozi, unanielewa? Ya utendaji. Umenielewa? Kwamba viongozi ni nyinyi lakini sera ya utendaji ya mwaka huu mabadiliko tofauti kama ulizoea wewe kufuata. Wachezaji huko unachukua tu unaondoka, unatuambia kipa nimeshampata. Safari hii ushadili wetu huwa ni hivi. Au unamuuliza Juma, hebu niambie mshambuliaji gani? Haiwezekani Hans leo aseme labda ndo tupo kwenye ile timu pale, mfano tunakupa wewe Magori Hans labda try again. Hans anakuambia mimi na mchezaji Ivory Coast. Alafu kuna mtu anakuambia no, ulituletea wachezaji watatu msimu uliopita wa kuperform. This time ni Juma hayo ndio akachukua wachezaji Mali au Kongo. Hiyo unayoizungumzia ya muundo labda kubadilika uongozi.